Haleluya. Tarehe 4 ya mwezi wa 11 mwaka huu wa Bwana wetu Yesu Kristo 2025, saa 12 asubuhi. Mimi Mwalimu Baraka Bwana Liba kutoka Word Eternal Ministries. Utupe leo riziki yetu kila siku ndicho kipindi. Jana nilianza kusema na wewe ufunguo wa urejesho kama moja ya funguo 5 za kusaidia kufungua mbingu ili uweze kupata hazina za mbinguni na kuishi maisha ya utoshelevu kiuchumi duniani. Na nilikwambia ufunguo wa urejesho au restoration umeumbwa na layer, ngazi 3 au falsafa 3: falsafa ya dhambi, falsafa ya toba na urejesho wenyewe. Na jana nilianza kukwambia kwa nini ni muhimu kuelewa hizo falsafa. Tukaanza na falsafa ya dhambi na nikakwambia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 inasema dhambi ni uasi. Kwa maana dhambi ni kwenda kinyume na serikali iliyokuweka madarakani, na unajua ukifanya hivyo unakosa faida zote ambazo ulikuwa umepewa za kuwa mwakilishi wa hiyo serikali. Hata leo ukiona watu wameasi serikali zao zilizoweka madarakani, utasikia wanalalamika, tujapewa stahiki zetu, tumenyimwa fursa fulani tusizokuwa nazo, kwa sababu inaondoa privileges, inaondoa zile faida ambazo ungeweza kupata za upendeleo za kuwa kwenye nafasi. Kadhalika mwanadamu alivyoasi, hilo jambo lililotokea, kuna fursa zilifichwa. Na jana nilianza kukuonyesha mambo 7 yaliyotokea mwanadamu alivyoasi kutoka Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 19. Tukaangalia mambo mawili. Jambo la kwanza tulisema dhambi iliweka uadui kati ya mwanadamu na shetani, na hili tulisema lina effect kiuchumi, kwa sababu sasa watu wanamtegemea shetani kupata mali. Msomaji wa Biblia unajua Ibilisi alikuwa anampa ofa Yesu Kristo kwenye Luka sura ya 4, Mathayo sura ya 4, kwenye yale majaribu matatu, akimwambia miliki yote ya dunia nitakupa kwa sababu iko mikononi mwangu. Alikuwa mtawala wa uchumi, na hata sasa watu wamemwacha Mungu wakamkimbilia Ibilisi kupata mali, jambo la kiuchumi. Wengine wamekuwa hawana mafanikio ya kiuchumi kwa sababu ya kazi ya Ibilisi, uchawi, uganga na kazi ya mapepo kuwafanya wasifanikiwe na kuleta hasara. Kwa hiyo uadui kati ya shetani na mwanadamu huleta shida ya kiuchumi. Jambo la pili, mstari wa 16 ulikuwa mstari wa 15, kuzaa kwa uchungu, na tukasema watoto ni rasilimali. Kwa hiyo hii pia ileta shida ya kiuchumi. Jambo la 3 ambalo tunaliona, Biblia inasema na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Sasa unaona mwanamke akitawaliwa na mwanaume, jambo ambalo haliko kwenye mpango wa kwanza na uumbaji wa Mungu. Na hii unaweza ukaliona kama ni moja ya madhara mengine ya dhambi yaliyotokea, lisilo na uhusiano wa moja kwa moja kiuchumi. Lakini unajua pia ukiliangalia kwa upande mwingine, Mithali sura ya 31 inasemaje? Mke mwema ni nani anaweza kumpata? Ukiangalia sifa za yule mwanamke, amebeba uchumi wa familia. Lakini unaona hiyo ni shida ya 3 iliyotoa na dhambi. Shida ya 4, laana kwenye ardhi. Mstari wa 17 akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa hiyo ardhi ikawa imelaaniwa. Shida kwenye ardhi ni shida ya kiuchumi. Kama ardhi haikupi mazao, kama ardhi inakataa kukufanikisha biashara yako unapofanya kazi, hiyo ni shida ya kiuchumi. Kwa unaona shida ya kiuchumi ikaingia kupitia laana ya kwenye ardhi. Na anasema kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. 18 mstari Mwanzo sura ya 3, michongoma na miiba itakuzaliwa nawe utakula mboga za kondeni. Unaona shida nyingine ya 5. Sasa mwanadamu anaambiwa michongoma na miiba itakuzalia. Maana yake utapata mafanikio ya kazi yako kwa maumivu. Chongoma na miiba maana yake ni maumivu. Sasa utapata tabu katika utafutaji wako, utakuwa wa maumivu, na hilo ni swala la kiuchumi. Unaona ni swala la kiuchumi. Lakini angalia anasema kwa jasho la uso wako, mstari wa 19, utakula chakula. Shida ya kiuchumi tena. Maana yake utapata tabu kupata chakula chako. Lazima uhangaike, utoe jasho ili ule. Somaji wa Biblia, na kama unafuatilia vipindi vyetu utakumbuka nimekuambia mara kadhaa, Mungu alimuumba mwanadamu aishi kwa akili na sio kwa nguvu.
Anaposema kwa jasho la uso wako utakula, maana yake utatumia nguvu kupata riziki, kupata mafanikio ya kiuchumi. Na hii sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni akili zaidi itumike. Maanisho usitumie nguvu, lakini akili zaidi itumike kukufanikisha kiuchumi. Kwa unaona shida nyingine ya kiuchumi katokea. Jambo la 7 ambalo naliona, kifo cha mwili, mstari wa 19. Anasema kwa maana umavumbi wewe na mavumbini utarejea hata utakaporudia ardhi. Kifo cha mwili. Wengi wamekatiza siku zao, wamekufa kabla ya wakati kama tunavyosema, kwa sababu kifo imekuwa ni moja ya laana ambayo inampata yeyote ambaye ameleta uasi kwenye serikali ya mbinguni. Katika madhara haya 7 ya dhambi unayoona, uadui, shetani na mwanadamu, tulisema unaona moja kwa moja shida ya kiuchumi. Kuzaa kwa uchungu, unaona moja kwa moja shida ya kiuchumi. Mume kumtawala mwanamke, huo ni shida ya moja kwa moja ya kiuchumi. Laana kwenye ardhi, unaona pia shida moja kwa moja kwenye uchumi. Michongoma na miiba kukuzalia, shida ya moja kwa moja kwenye uchumi. Kula kwa jasho, shida ya moja kwa moja kwenye uchumi. Kifo cha kimwili, hauoni shida ya moja kwa moja ya kiuchumi. Kwa hiyo katika shida 7 ambazo unaziona kubwa zilizotokea kwa uasi, kwa dhambi, 5 kati yake zina madhara ya moja kwa moja kiuchumi, na kihesabu tunasema hii ni kama 70%. 70% ya matatizo yaliyoletwa na dhambi ambayo ni kuasi serikali yalileta madhara ya kiuchumi kwako na kwangu, kwa mwanadamu. Kwa hiyo dhambi ilificha fursa za kiuchumi, tunaweza kusema 70% kwenye maisha yetu. Ndio maana huwezi kuzungumza urejesho bila kugusa dhambi, kwa sababu lazima uanze chanzo cha tatizo ambacho ni dhambi. Nataka ufungue ufanye kazi, sharti uondoe dhambi. Kama hujaokoka uokoke. Kama umerudi nyuma utengeneze maisha yako na Kristo. Uache kuwa muasi wa serikali iliyokuweka duniani, ili uweze kupata zile faida za mtu aliye katika ufalme, kwa sababu 70% ya dhambi tunaweza kusema kutokana na haya maandishi inakufichia fursa zako za kiuchumi. Kama unafuatana na sisi na unataka kumpa Bwana Yesu maisha yako, tafadhali kama uko kwenye gari au sehemu ambayo haina utulivu, sogea sehemu yenye utulivu, urekebishe na Bwana Yesu. Tuondoe huu msingi wa dhambi kwenye maisha yako, umkiri Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uanze maisha mapya katika Kristo, na funguo hizi zifanye kazi kwenye maisha yako. Mmekaa sehemu ya utulivu, tafadhali fuatana pamoja na mimi sala hii, na unapoikiri sala hii kwa imani kabisa, sasa utakuwa umempokea Yesu na utakuwa umeokoka. Sema: Bwana Yesu, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na ninajua ya kwamba dhambi ni uasi. Sema pia, nimetambua ya kwamba uasi huu wa dhambi umefunga fursa zangu nyingi za kiuchumi pamoja na madhara mengine ya kiroho. Sema: Bwana Yesu, ninakiri ya kwamba nahitaji msaada kutoka kwako. Sema: naomba unisafishe kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, nitakase, ondoe dhambi zangu zote. Samehe kurudi nyuma kwangu, unifanye kuwa kiumbe kipya. Sema: Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, unitie nguvu na uwezo wa kuishinda dhambi na kuishi maisha matakatifu. Sema: kuanzia sasa na ukataa shetani na kazi zako zote, anasa zako zote na tamaa mbaya za dunia, na zikataa na kujitenga nazo kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Sema: Yesu, nakupokea moyoni mwangu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike katika kitabu cha uzima, na mimi ni mwana wako kuanzia sasa. Sema amen. Kama umefanya sala hii, ndio umempokea Yesu, ndio umerekebisha pale ambapo ulikuwa unaona una udhaifu, tungependa kufahamu na kukuombea zaidi. Hapo chini kuna namba zetu zinapiga, tafadhali tuma ujumbe, piga hizo namba, tukupatie kitabu cha kusaidia kukulia wokovu, lakini tupate jina lako na kuendelea kukuombea. Mungu akubariki sana. Karibu kesho saa 12 asubuhi tuendelee kufuatilia vipindi hivi, na uhakika Mungu atabadilisha maisha yako, ikiwemo hali yako ya kiuchumi, katika jina la Yesu. Amen.